Serikali imewataka wazazi na walezi kuwalinda watoto dhidi ya vitendo vya ukatili vinavyoweza kutokea katika familia na jamii, pamoja na kufuatilia kwa karibu vifaa vya kielektroniki vinavyotumiwa na watoto mtandaoni ili kuwaepusha na maudhui yasiyofaa wakati wa likizo ndefu za mwisho wa mwaka. Tamko la serikali limetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, wakati akizungumza na wanafunzi wa shule ya Martin Luther, ambapo ameeleza kuwa kwa mujibu wa utafiti, 60% ya matukio ya ukatili dhidi ya watoto hufanyika wakati wa likizo. Wazazi na walezi, hakikisheni watoto wanalindwa dhidi ya vitendo vya ukatili vinavyoweza kutokea katika familia na jamii. Wasimulieni hatari zilizowapata wengine kama wao walivyoacha kusikia yale tunayowafundisha. Usi mtoto wenu ambaye umemfahamu, kwa sababu watu wengi siku hizi hawana nia njema na watoto, hata wa kike, siku hizi hata wa kiume hawako salama. Vile watoto wanaweza kubakwa au kulawitiwa. Kuhusu matumizi ya vifaa vya kielektroniki ikiwamo simu janja na runinga, Dr. Gwajima amewataka wazazi na walezi kufuatilia kwa karibu matumizi yake ili kuwaepusha watoto na maudhui yasiyofaa. Wazazi au walezi kuweka kiwango cha muda wa matumizi ya vifaa vya kielektroniki, hata runinga na simu, ili kukwepa janga la uraibu na kutoa muda wa mtoto kufanya kazi za nyumbani ili kuongeza ujuzi. Lazima tuwezi kuwanyima kabisa simu, lakini lazima wawe chini ya uangalizi. Kabla hatujaja na hizo control kupitia teknolojia, wazazi wenyewe wanakaa vipi na watoto? Unampa mtoto kifaa cha kielektroniki kukitumia, unapaswa kuwa naye karibu. Mtoto asiende kulala na kifaa cha kielektroniki. Mtoto anapoingia kwenye maudhui ambayo sio unapoyaona, wewe uchukue hatua ya kumwelimisha na kurekebisha. Nao baadhi ya watoto wameeleza athari za matumizi yasiyo sahihi ya vifaa vya kielektroniki na kutoa ushauri kwa wazazi na walezi kununua vifaa sahihi kama simu za mezani kwa ajili ya matumizi. Unaweza kutuathiri kimaadili na pia inaweza kupoteza muda wetu. Kwa mfano, mwenzetu anaweza kuwa anacheza, alafu sisi tuko ndani tunaangalia tu simu au televisheni. Utafiti wa mwaka 2022 uliofanywa na wizara kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ulibaini kuwa 67% ya watoto wa umri kati ya miaka 12 hadi 17 hutumia mitandao. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma.